majina naitwa Hussein Mustafa Hussein, ni mkazi wa kata hii ya Kivule katika halmashauri ya jiji la Ilala, mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu waandishi, leo nimejitokeza kwenu katika kuzungumza miaka minne ya Samia Suluhu Hassan. Tangu ameingia serikalini, ameishika nchi hii, yako mambo yamefanyika, na mimi ni mwananchi ambaye nashuhudia mambo mbalimbali ambaye ameyafanya Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi natoa shukrani zangu za dhati na kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Moja ya shukrani kwa mambo mbalimbali ambayo ameyafanya katika nchi hii, ikiwemo kudumisha na kulinda amani ya nchi hii kwa kipindi chote. Amani na utulivu uliopo katika nchi hii ni juhudi ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na watendaji wake wote na baraza la mawaziri na wote ambao wanaomsaidia. Mimi niwape hongera nyingi sana kwa kazi nzuri wanazofanya. Lakini yapo mambo katika kata yetu ya Kivule yanafanyika. Katika kata ya Kivule tumeshuhudia pesa nyingi Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu, ikiwemo katika sekta ya elimu. Tunashuhudia shule ya msingi Kerezange, Kivule, Misitu, sekondari Kerezange na Kivule zimeongezwa madarasa, yameongezwa madarasa mengi, tena yamejengwa kwa kiwango cha hali ya juu. Madarasa yale yamejengwa yana tiles chini, yana aluminium madirisha, yana fine gypsum board. Ni namna ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan anavyoipenda sekta ya elimu katika nchi hii. Kivule tumefanikisha kupata madarasa mtaa wa Kerezange, mtaa wa Kivule, mtaa wa Magole ipo shule ya Mshikamano, imejengwa shule ya kisasa yenye kiwango cha hali ya juu, na madarasa yameongezwa katika mtaa wa Bomba Mbili. Mambo haya lazima tushukuru sisi wananchi. Lakini pia kimejengwa kituo cha polisi, kimejengwa kwa gharama zilizotolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, na hivi ninavyosema tayari pesa zimeingizwa katika kaunti ya kata kumalizia, yani kufanya finishing kituo kikubwa cha polisi ambacho kinajengwa pale Misitu. Lakini si hivyo tu, Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga barabara ya mwendokasi ambapo kwa muda mrefu ilikuwa ni adha kubwa kutoka Gongo la Mboto kuelekea mjini, yani city center. Tulikuwa tunapata adha ya foleni, lakini leo Daktari Samia Suluhu Hassan amemwaga pesa, imejengwa barabara endayo kasi kwa kiwango cha hali ya juu. Na hivi ninavyozungumza barabara iko tayari, imebakia mwishoni kufanya tu finishing ya vituo, aluminium na tiles kidogo, sehemu zinginezo kupanga paving pembeni. Hizi ni pesa za Daktari Samia Suluhu Hassan amezimwaga katika mkoa wetu au katika halmashauri yetu ya Ilala. Lakini si hivyo tu, katika miaka minne ya Daktari Samia, nitaongea kwa uchache kwa sababu muda hautoshi, mambo ni mengi aliyofanya. Daktari Samia Suluhu Hassan amepokea mradi huu kutoka kwa hayati John Pombe Magufuli, mradi wa umeme kwa 30% katika bwawa la umeme lilikopo Rufiji. Mpaka ninavyozungumza leo hii mradi ule umekamilika, mradi wa umeme, na mashini 9 zimefungwa na sasa unaanza kufanya kazi. Zimetumika pesa nyingi. Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake wamesimamia vyema pesa za walipa kodi. Mradi huu umetimia na tuna umeme mwingi mpaka kuuza nje. Lazima tumpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa kufanya mambo haya mazuri. Lakini si hivyo tu, katika jimbo letu la Ukonga, Daktari Samia Suluhu Hassan amemwaga pesa
ametupa barabara za lami zenye kilomita 71 na kuendelea. Taarifa hii imetoka kwa mbunge wetu, mbunge wa jimbo la Ukonga, Mheshimiwa Jerry William Silaa. Mara kadhaa alikuwa akituambia, na kizuri zaidi katika kilomita 71 na pointi alizotoa Daktari Samia Suluhu Hassan katika jimbo la Ukonga, imependekezwa kilomita 11 kutoka Banana, Kitunda, Kivule hadi Msongora itaanza kujengwa, na sasa hivi ninavyosema mkandarasi yupo site na kipaumbele kimepewa barabara ya mianza ya Kivule. Lazima sisi wana Kivule tumshukuru na tumpe pongezi miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini katika hospitali yetu ya wilaya iliyojengwa katika kata yetu hii ya Kivule, ni hospitali ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameiboresha, amejenga uzio ambao unaendelea kujengwa, lakini vifaa tiba na madawa yamewekwa tayari katika hospitali ile, na madaktari wenye weledi mzuri wako pale. Yote haya yamefanywa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi kama wananchi lazima tunao wajibu wa kushukuru. Waswahili wanasema asiyeshukuru kidogo hata ukimpa kikubwa huyu mtu hawezi kushukuru. Tunatoa shukrani zetu binafsi. Hussein Mustafa Hussein, natoa shukrani zangu za dhati kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mambo mbalimbali ametufanyia katika nchi hii, na hasa katika kata yetu ya Kivule. Tunashuhudia kwenye kata yetu ya Kivule elimu imewekwa kipaumbele, afya imewekwa kipaumbele. Katika hospitali ya wilaya iliyojengwa kata hii ya Kivule tayari kinajengwa chuo cha wauguzi, cha mafunzo cha wauguzi. Lakini pia katika zahanati ya Kivule iliyokupo hapa kwenye mtaa wa Kivule kunajengwa hosteli za chuo hiko. Hiyo ni fursa kubwa ambapo vijana wetu, wanafunzi watakao wamaliza, watakao wanahitaji kwenda kusoma, hawatakwenda mbali. Chuo kinajengwa kwenye kata ya Kivule. Ni fursa ambayo itapatikana ya kupata wauguzi wengi, lakini na kupata madaktari. Kwa hiyo haya yote, ndugu waandishi, tunazungumza, lazima tuyaseme mema mazuri yaliyotendwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuna umuhimu mkubwa wa kuyazungumza. Kwa hiyo serikali yetu ni serikali sikivu. Kwa kipindi kirefu tunafahamu kata ya Kivule tunazo changamoto nyingi. Tulikuwa tuna changamoto kubwa ya kutoka mtaa wa Kivule kwenda mtaa Bomambili. Shule za sekondari zipo katika mtaa wa Kivule. Hospitali zipo katika mtaa wa Kivule. Kipindi cha masika watu wa mtaa Bomambili walikuwa wanashindwa kuja kusoma, kupata huduma katika mtaa wa Kivule. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan amemwaga pesa, daraja kubwa la midomo 5 limejengwa katika mto Mzinga na linakwenda mwishoni kuunganisha mtaa Bomambili kuja mtaa wa Kivule katika barabara ile ya Hanam. Lazima tuyaseme. Lakini lipo daraja kwa Mbonde ambalo kwa kipindi kirefu mvua zikinyesha pale kunakuwa kama kisiwa Bomambili. Hawaji huko waendi kule. Lakini tayari ujenzi umeanza na hatua ya kujenga daraja kubwa inaenda vizuri. Lazima katika miaka 5 Daktari Samia Suluhu Hassan tumshukuru katika hili na tumpongeze na tumtie shime na ari ya kuendelea kufanya mambo makubwa. Japo tunafahamu changamoto mbalimbali katika mtaa wa Magore, barabara na vivuko mbalimbali, makaravati imekuwa ni shida. Hili lipo mtaa wa Magore, barabara zina michanga mingi, lakini hivyo vivuko vingi ambavyo havijajengwa. Kipindi hiki cha mvua ambapo tunapata tabu sana kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kufuata huduma. Lakini tayari upo mpango kazi wa kutekeleza hayo. Siwezi kuyasema kwa sababu yako jikoni yanatokota, yani yanapikwa. Lakini kwa taarifa ambazo ninazo, upo mpango kazi wa kutengeneza vivuko na barabara zilizopo katika mtaa wa Magore. Lakini zipo barabara ambazo zinazokwenda kwa John Fedha, zipo barabara zinazokwenda Bomambili kuunganisha Kivule kuwa moja. Zipo barabara za mtaa wa Kerezange za ndani ambazo zingine zimeratibiwa kutengenezwa kwa kiwango cha zege, lakini na mitaro ya kutiririsha maji. Lakini
lipo soko la mtaa wa Kivule ambalo lipo katika mtaa wa Kivule, nalo tayari lipo katika mpango na ramani ishakamilika kujengwa soko la kiwango la aina yake. Lakini pia lipo soko la Kerezange, nalo pia lipo katika pipe kwa ajili ya kutengenezwa soko zuri la kisasa ili wananchi tupate huduma. Tunafahamu mtaa Magore ipo changamoto ya kutoka kwenye kata ya Kivule kwenda kwenye kata ya Chamazi na kuweka muunganiko wa kibiashara na kiuchumi. Tayari mpango kazi upo wa kutengeneza daraja kubwa la kutoka kwa Mapunda kuja kwenye mtaa wa Magore A. Mpango upo na tayari mambo yanatokota kwa ajili ya kufanya usanifu ili mambo yaende sawa bin sawia. Haya yote tunazungumza yamefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake hiki, kipindi cha uongozi. Kipindi hiki ambacho Daktari Samia Suluhu Hassan ameongoza takriban miaka 4. Mimi tunasherehekea, tunafurahikia na kumpongeza kwa dhati ya moyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mambo makubwa na mambo mazuri yamefanyika na yanaendelea kufanyika. Hivyo niwaombe wananchi wenzangu tuwe na subira kwa kipindi hiki ambapo miradi mbalimbali ya serikali inaendelea kutekelezwa. Imeanza, ipo ambayo ishaanza, ipo ambayo inaanza, ipo ambayo inatarajiwa kuanza. Mtajiuliza mimi naizungumza ni nani? Binafsi ni Mtanzania, lakini ni mkazi, ni mwananchi wa kata hii ya Kivule ambapo nimeishi kwa muda mrefu. Nimeishuhudia kata ya Kivule kipindi na amia miaka 15 iliyopita. Kivule haikuwa hivi. Kivule haikuwa na barabara nzuri. Tulikuwa natoka Banana kuja Kivule tunakuja kwa shida. Tulikuwa tukija magari yenyewe milango iko wazi. Lakini hivi ninavyokuambia zinakuja pamba, zina muziki na zina video nzuri. Sababu gani? Kivule imepiga hatua kimaendeleo. Lakini pia Kivule imepiga hatua kimajengo, kihuduma ziko vizuri na kielimu. Tumeona hapo umeongelea kuhusu zungumzia mazuri mengi tu ya serikali. Vipi kuhusu mabaya ya serikali? Hujaongelea kuhusu mabaya ya serikali? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri sana. Ni kweli kila kukicha nazungumza mazuri yanayofanywa na serikali ya Tanzania. Kwa kuwa najivunia nina amani, najivunia tuna amani ya kutosha kila sehemu, lazima nizungumze yale mazuri yanayotendwa na serikali yetu. Lakini mimi ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ama ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye tawi langu la Kivule. Ni mjumbe wa halmashauri kuu ya kata hii ya Kivule wa Chama cha Mapinduzi. Lakini mjumbe wa mkutano mkuu wa wilaya hii ya Ilala wa Chama cha Mapinduzi. Ninapo sehemu pa kuikosoa serikali yangu. Ninavyo vikao makhsusi ambavyo mimi naingia kwenye vikao hivyo, ninayo fursa kwa mujibu wa katiba wa Chama cha Mapinduzi kuizungumzia na kuikosoa serikali yangu. Kwa hivyo tayari nimeshafanya hivyo, nishaikosoa serikali yangu mara kadhaa, nishazungumza mengi yakiwemo changamoto za kata ya Kivule. Barabara ni mwiba. Kata ya Kivule tumepiga kelele kwenye vikao kwa muda mrefu kwamba barabara, miundombinu Kivule ni shida. Lakini kwambie ndugu mtangazaji, kwa kipindi chote ambacho tumeikosoa serikali kwenye vikao vyetu vya ndani, serikali yetu ni sikivu. Imeweza kuchukua muktasari ule na imekwenda kufanya kazi kama nilivyosema. Mkandarasi sasa yupo site. Haya hayakubahatisha tu, yamekuja baada ya sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuikumbusha serikali kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi iliyopo sasa inazungumza wazi katika ibara zake, Banana, Kitunda, Kivule, Msongora itatengenezwa kiwango cha lami. Tumeikumbusha serikali na kuikosoa. Kwa hivyo ndugu mtangazaji, ninavyo vikao makhsusi vya kuikosoa serikali yangu, na ninavyo vikao makhsusi ya kuipongeza serikali yangu. Ikiwemo leo mmenikuta tu barabarani, mmenihoji. Nina haki ya kusema yale mazuri makubwa yaliyotengenezwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mpaka leo tunaishi kwa amani na utulivu. Lakini yote yanakuja kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan
amechagua baraza la mawaziri zuri, ameteua wakuu wa mikoa wazuri na wakuu wa wilaya yani ma-DC wazuri, lakini watendaji na makatibu wakuu wa wizara wanafanya vizuri, wanafanya kazi kila kukicha, hawakai maofisini. Tunashuhudia mkuu wa wilaya wa kwetu, wa mkuu wa wilaya ya Ilala ndugu yangu Mpogoro anavyohangaika kushoto na kulia kuhakikisha katika wilaya hii mambo yanakwenda sawa bin sawia. Lakini mkuu wa mkoa ndugu Albert Charamira tunashuhudia anavyokwenda huku na kule kufanya kazi za wananchi, kazi za serikali kuhakikisha wananchi wanapata maendeleo, sambamba na viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi akiwemo katibu kata wa Kivule ndugu Isaac Kibiti, lakini akiwepo mwenyekiti wa kata hii ndugu yangu Shaban, lakini akiwepo mwenyekiti wa kata wa wilaya hii ya Ilala ndugu yangu Alhaji Said Side, pamoja na mwenyekiti wa mkoa ndugu yangu Abbas Mtemvu, kwa namna ambavyo wanafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi na kuisukuma ilani na Chama cha Mapinduzi kwa serikali ifanye vizuri. Kwa ushirikiano huo tunaona matokeo haya ambayo nimeyasema kwamba serikali inafanya kazi vyema, na haya yote ni matunda mazuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika nchi hii. Asante sana, sisi tunashukuru kwa muda wako. Asante, nawashukuru, na mimi niseme miaka minne ya Samia Suluhu Hassan, kazi iendelee. Miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kazi iendelee. Nawapongeza viongozi wote wa chama na wa serikali. Asanteni.